Wanadamu tunaishi katika dunia ambayo imegawanyika katika pande mbili. Upande wa kwanza ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya kawaida, yani ulimwengu. Lakini upande mwingine ni upande ambao unaonekana kwa macho ya kawaida, yani dunia. Unaposema dunia, unamaanisha ulimwengu ambao una vitu ambavyo unaweza kuvishika, vitu ambavyo macho yako ya damu na nyama yanaweza kuvitazama. Lakini unapozungumzia ulimwengu ni upande wa pili wa dunia ambako hauwezi kuona kwa macho ya damu na nyama. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ni ulimwengu wa kiroho. Mwezi una uhusiano mkubwa na ulimwengu wa kiroho kutokana na tafiti mbalimbali. Na katika dunia ya kale, watu wa Ugiriki ya kale walikuwa wakiitumia elimu hii sana katika kuweza kung'amua vitu mbalimbali ambavyo vipo katika ulimwengu wa kiroho. Kwani mwezi unapoandama, kuna vitu ambavyo huwa vinatokea katika ulimwengu wa kiroho. Lakini mwezi unapokuwa mzima, yani full moon, kuna baadhi ya vitu ambavyo pia hutokea katika ulimwengu wa kiroho. Na katika video hii nitakwenda kukuambia ni vitu gani hasa ambavyo hutokea katika ulimwengu wa kiroho kila mwezi unapokuwa mzima, yani full moon. Ninatumaini umeshawahi kuwa unasikia kuna vitu mbalimbali ambavyo huwa vinafanyika, ikiwa ni pamoja na kafara au ibada mbalimbali pindi mwezi unapoandama na kuwa mzima. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Je, ni vitu gani ambavyo hutokea katika ulimwengu wa kiroho pindi mwezi unapoandama na kuwa mzima? Namba 1, ulimwengu wa kiroho huwa unakuwa na nguvu zaidi kuliko nyakati nyingine. Kwa mujibu wa imani mbalimbali ulimwenguni kote, hasa katika dini za kale za Kigiriki, inaaminika mwezi unapokuwa umejikamilisha angani, yani unapoonekana ukiwa mzima, huu ni wakati ambao unapofanya kafara mbalimbali ama ibada. Ulimwengu wa kiroho unakuwa una ongezeko la nguvu kuliko nyakati nyingine. Hivyo, vitu vingi ambavyo utavifanya kiroho katika wakati huu vitakwenda kufanikiwa kuliko ukivifanya katika nyakati nyingine. Kwani hata ulimwengu wenyewe huwa unafanya kazi katika namna ya tofauti ukilinganisha na nyakati nyingine. Watu wengi wanaoamini katika nguvu za ulimwengu huonekana kuutumia wakati huu katika kufanya shughuli mbalimbali za kiroho, kwani ni wakati ambao ulimwengu unaweza kuwapatia chochote ambacho wanakihitaji katika maisha yao. Watu wengi huamini kwamba mwezi mpevu huleta ongezeko la nguvu za kiroho na kwamba ni wakati mzuri wa kutafakari kwa kina, kusali au kufanya maombi maalumu, kutafuta mwanga wa ndani au ufunuo wa kiroho katika jambo fulani. Ni wakati ambao unaweza ukaomba msamaha na kuachilia vitu visivyofaa ndani yako na ukabaki mwanadamu huru kuliko nyakati nyingine. Namba 2, ni wakati ambao huyaondoa mambo mabaya katika maisha ya wanadamu. Mwezi mpevu huaminika kuwa huu ni wakati wa kuachilia mizigo mibaya ya kihisia au mikosi, kufanya usafi wa kiroho, mfano kutumia uvumba, maji matakatifu au kuoga maji ya chumvi, kukata minyororo ya umaskini ama kukata minyororo ya laana, wivu na uchawi kulingana na imani ya mtu. Mwezi mpevu unapoangaza katika uso wa dunia, baadhi ya watu wanaamini huu ni wakati ambao kuna uwezekano mkubwa wa kuondoa negative energy ndani yetu na kukaribisha positive energy ndani yetu. Na baadhi ya jamii huyatakasa maji kwa kutumia mwanga wa mwezi, kwani inaaminika mwangaza wa mwezi unaweza kufanya utakaso katika vitu mbalimbali kwenye maisha yetu.
Huu ni wakati ambao inaaminika hata mwanadamu atakapooga kwa kutumia maji ambayo chumvi imewekwa ndani yake, nguvu yake huwa inakuwa kubwa ukilinganisha na nyakati nyingine. Huu ni wakati ambao unaweza ukachukua maji masafi, ukayaweka kwenye glasi na ukaweka dirishani kwako, kisha ukaruhusu mwanga wa mwezi uweze kupenya katika glasi ambayo ndani yake kuna maji, na maji hayo utakapoyatumia yataleta utakaso ndani yako. Unaweza kuyatumia kwa kunywa ama kujisafisha katika mwili wako, na maji hayo yanaweza kuleta utakaso wa kweli kwa sababu tu mwangaza wa mwezi ulipenyeza ndani yake. Na yapo baadhi ya mataifa kama India, kuna maji ambayo huwa yanauzwa, maji ambayo yamefanyiwa utakaso kwa kutumia mwangaza wa mwezi. Hivyo inaaminika huu ni wakati ambao unaweza kujifanyia usafi wa kiroho kuliko nyakati nyingine za maisha yako. Namba 3, huu ni wakati ambao mlango wa 6 wa fahamu huwa unafunguka. Kwa kawaida, biolojia inatufundisha tuna milango 5 ya fahamu, yani mlango wa kwanza ni ngozi, mlango wa pili ni macho, mlango wa 3 ni pua, mlango wa 4 ni masikio, na mlango wa 5 ni ulimi. Lakini katika ulimwengu wa kweli, mwanadamu ana zaidi ya milango 5 ya fahamu. Kuna mlango wa 6 ambao kazi yake ni kuunganisha dunia na ulimwengu. Yani unapokuwa duniani ukiwa na mlango wa 6 wa fahamu, huu ni mlango ambao unaweza kuutumia kuona vitu ambavyo binadamu wengine hawawezi kuviona katika macho ya kawaida. Ni mlango ambao unaweza kuutumia kusikia sauti ambazo masikio ya kawaida hayawezi kusikia. Ni mlango ambao watu wengi wanaweza kuutumia kuhisi vitu ambavyo milango yako 5 ya fahamu haiwezi kuvihisi. Hivyo inaaminika katika wakati ambao mwezi unakuwa mzima, yani unakuwa katika utimilisho wake, huu ni muda ambao mlango wa 6 wa fahamu huwa unaweza kufanya kazi kwa ufanisi kuliko nyakati nyingine. Hivyo huu ni wakati ambao watu wengi huamini kuwa mwezi mpevu hufungua mlango wa nafsi ya ndani, hivyo uwezo wa kutambua mambo kabla hayajatokea huwa unaongezeka. Lakini pia ndoto huwa wazi zaidi na unaweza kuota vitu ambavyo vinakuja kutokea katika ulimwengu halisi. Binadamu wanaweza kupokea ujumbe wa kiroho katika wakati huu kuliko nyakati nyingine. Hisia huzidi kuwa kali, wengine huweza kuhisi huzuni, hasira, furaha bila kuwepo na sababu ya moja kwa moja. Yani huu ni wakati ambao huwa kuna mabadiliko ya kihisia kuliko nyakati nyingine katika maisha ya wanadamu. Ni kwa sababu mlango wa 6 wa fahamu unakuwa unafanya kazi kubwa kuliko nyakati nyingine kwenye maisha ya mwanadamu. Namba 4, mwezi unapoandama na kuwa mzima, huu ni wakati ambao wanadamu huunganishwa na mabadiliko ya asili. Katika tamaduni nyingi, mwezi mpevu huashiria mzunguko wa maisha. Ni wakati wa kukuza mazao ya kiroho kama vile upendo, uvumilivu na maarifa. Kwa watu wanaoamini katika reincarnation au maisha ya zamani, hii ni siku ya kukumbuka au kuomba msaada kutoka kwa roho za wanadamu waliotangulia, ikiwepo mababu au ancestors. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Zipo imani mbalimbali ambazo zinahusianishwa na ukubwa wa mwezi ama mwezi mtimilifu moja kwa moja, na ndio maana hata katika hesabu za mwaka mwezi hutumiwa katika kuhesabu mwenendo wa muda katika mwaka mzima. Hapo ndipo utahesabu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 12, ambapo mjumuisho wa miezi 12 ndio unaotimiza mwaka mmoja katika maisha ya mwanadamu. Kuna maana kubwa ya kiroho ndani yake. Hivyo mwezi unapokuwa mtimilifu ni wakati ambao unaashiria mzunguko wa maisha ya mwanadamu. Ni wakati ambao binadamu mbalimbali hujiunganisha na asili. Kila mwanadamu ana asili yake. Somo hili nitalizungumzia siku nyingine. Utaijuaje asili yako? Namba 5 ni wakati ambao maombi hujibiwa kiurahisi kuliko nyakati nyingine. Katika baadhi ya mila na dini, full moon ni wakati wa kufanya rituals ama kafara mbalimbali za mapenzi, fedha au kinga.
ni wakati wa kusafisha vitu kiroho kama Kristo, hirizi na nyumba nzima. Huu ni wakati ambao inaaminika maombi hujibiwa kwa haraka zaidi kuliko nyakati nyingine, kwa sababu anga linakuwa wazi kuliko nyakati nyingine za maisha ya mwanadamu. Hivyo binadamu wanaoamini katika ulimwengu wa giza huwa wanakuwa na nguvu zaidi, lakini pia hata binadamu wanaoamini katika ulimwengu wa nuru huwa wanakuwa na nguvu zaidi. Kiuasilia ni kuwa ulimwengu wa kiroho unaweza kufanya kazi vizuri kuliko nyakati nyingine. Namba 6, mihemko ya kihisia huongezeka kuliko nyakati nyingine. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika kuanzia dunia ya kale, inaaminika mwezi unapokuwa mpevu, mabadiliko katika maisha ya wanadamu hutokea, na ndiyo maana wapo baadhi ya binadamu mwezi unapokuwa mchanga utajikuta wanakuwa ni kama akili zao zimepungua au wanapata uchizi fulani, lakini wakati huo unapopita wanarudi katika hali zao za kawaida. Na wapo baadhi ya watu mwezi unapokuwa mpevu wanajikuta wanapata maradhi mbalimbali, lakini wakati huo unapopita wanajikuta wamerejea katika hali zao za kawaida. Inaaminika kuwa kisaikolojia, mwezi mpevu unaweza kuathiri baadhi ya wanadamu, ambapo wanajikuta wakipokea mabadiliko ya kihisia. Aidha wanajikuta wanakuwa na hasira sana, wanajikuta wanakuwa na huzuni, ama wanakuwa na furaha kupindukia pasipokuwa na sababu ya msingi. Kuibuka kwa mambo yaliyojificha ndani ya moyo wako kama kalma na kiwewe cha zamani. Huu ni wakati ambao vitu vyote hivyo vinaweza kujiinua na kujidhihirisha ndani ya mwanadamu. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninaamini mpaka hapo umejifunza mwezi unapoandama na kuwa mpevu ni vitu gani ambavyo huwa vinatokea katika ulimwengu wa kiroho na wakati mwingine hata kisaikolojia. Tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.